Mheshimiwa Rais, ushahidi wa kidijitali ulikuwa sehemu kubwa katika uchambuzi wa tume, hususan katika kuelewa madhara ya kibinadamu. Jumla ya picha mnato 450, picha mjongeo 880 zilikusanya kwa njia mbalimbali, na baadhi zilikuwa zimesambamba mitandaoni kwa zaidi ya mara moja. Picha hizi zilipatikana na ziliwasilishwa na mashuhuda wa matukio, watoa taarifa vya vyombo vya ulinzi na salama, na vyanzo vya wazi, yani open source, ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa na kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa kutumia wataalamu walioidhinishwa. Uchunguzi huo hususan kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Methodolojia hii ilituwezesha tume kutofautisha picha halisi na sio halisi, na mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya bluu zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa mujibu wa uchunguzi imekuwa imetumika sehemu nyingi duniani. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume, ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu zinatokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu bila kutatuliwa. Vyanzo hivyo ni pamoja na vifuatavyo. Mosi, yapo masuala ya kisiasa yanamwilisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Pili, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira au kukosekana kwa ustawi katika fursa za ajira na za kiuchumi, mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa tozo na kodi, na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji. Tatu, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma na madai ya utekaji na kupotea kwa watu.